Naitwa Ali. Shabiki wa Yanga. Ni shabiki wa Yanga kitaki tena Yanga ile alia. Niambie. Tukizungumzia kwanza uzalendo, Simba anaenda kucheza na RS Berkane finali ya kombe la shirikisho. Wewe kwanza unaona utakuwa ni mchezo wa aina gani na unaona Simba wana nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa? Unajua uzalendo upo, ila uzalendo wako kwetu sisi wana Yanga tutawaruhusu Simba waingie uwanjani, wajae uwanjani. Sisi tutakaa nje, ila tunachowaomba Simba wasije wakatangulia wao kutoka, sisi tukaingia tena uwanjani, kwa sababu sisi tutachokifanya kama wakituzingua, wakiliacha kombe linaondoka, sisi wao sio watatoka uwanjani kipindi wao wanakabidhiwa kombe, sisi tutakuwa tunapishana nao, tunaingia kule kwenda kuwashangilia. Haya maneno anayozungumza hapa mimtaja tu, si nani huyu aliyopata hii njia kwenda finali, ameenda kutoa naye sare, kampiga kule kwake goli 5 huku goli 3 nyumbani kwake. Hakuyazungumza yote. Anatakiwa hamuheshimu Berkane katika michuano hii. Ndio alofanya vizuri katika katika makundi yote. Berkane ndio alofanya vizuri, ndio alofuzu kuliko timu zote zingine, alianza kufuzu. Kwa hiyo yeye alisubiri finali kuliko timu zingine yote. Ushafahamu? Kwa hiyo anatakiwa hamuheshimu. Kama hamuheshimu, akajiamini na mbuzi wake na watu wafupi, watacheza pale uwanjani, atatoka mbio mwenyewe. Amuheshimu Berkane, akacheza naye Berkane, akacheza naye kama finali. Na finali siku zote haina mdogo. Akienda kucheza hivyo atapata mafanikio, lakini akienda kucheza kwa kutomheshimu Berkane, tutakuja kupata aibu sisi hapa, na aibu yetu hatutoivumilia. Nchi nzima tafurahia, kwa sababu aibu ya kwake yeye sisi inabidi tutamwachia yeye. Kama kuna mwaka anasikia watu walishatupaga vinani nguo kusema uzalendo umetushinda, ndio utakuwa mwaka huu. Ushafahamu? Na lingine asizungumzie masuala ya ligi zetu shaacha huko, wamalize wao. Sisi tunawaambia hivi, Yanga wanaposema hatucheze sio kwamba hawachezi, ndio nataka niwape taarifa kwa siku leo. Sio kwamba sisi hatuchezi. Na utakuja kuamini. Wao wakipanga tarehe, bodi ya ligi ikipanga tarehe, tuwapanga tarehe ya Yanga na Simba kukutana hapa, wataanza kuogopa wao. Sisi tunawapelekea timu. Wataanza kuogopa wao, wanasema kwa sababu tunataka tucheze nao kwa sababu haijapangwa tarehe. Ile ikipangwa tarehe wataogopa wao. Ushafahamu? Kwa hiyo tarehe ikipangwa, wapange tarehe leo. Ushafahamu? Tunaenda kucheza. Ila sasa hivi tunawaambia tucheze kwa sababu tarehe haijapangwa. Unaenda kucheza na tarehe iko wapi? Wapange tarehe. Ila wao sasa ndio wataanza kugeuka wao ikipangwa tarehe. Ushafahamu? Kwa hiyo masuala ya ligi kwanza yaachane naye. Twende kwenye kombe lake likuepo. Ushafahamu? Tujue anacheza vipi, atachukua kombe vipi au analiacha kombe vipi. Ni sahihi. Wakichukua ubingwa ni historia kubwa zaidi, lakini wasipochukua ubingwa, kwa hiyo inakuwa vile vile tu, hakuna kitu kilicho nani. Na atakayevalisha medali nani? Engineer. Pongeza vipi yani? Kwani alokuambia hajatoa pongezi ni nani? Shabiki gani anasema hivyo? Unajua mashabiki hawa wanasikiza sana viongozi wao. Unajua Mangungu hata akipigwa na engineer nyumbani kwake akimwambia oya mimi ni engineer, atakata simu. Hawezi kupokea simu engineer. Unajua engineer kawaburuza vizuri sana wale wazee pale wa Simba. Hadi sasa hivi Simba anapambana kufika hii finali kwa sababu gani unajua? Huyu engineer ndo Engineer yeye maono yake sio kufika robo finali. Engineer yeye maono yake kufika finali na kuchukua kombe. Ndio na wao wakaja kuamka. Kwani wao wanasema wapi, kwani wameenda robo mara ngapi? Engineer kaja ana muda gani? Kafika finali. Unakachokataa wewe kitu gani? Sawa? Ni kweli hakuna mtu anayopinga Yanga Afrika kutafuta viongozi imara baada ya kumuona Simba anafanya vizuri. Yule anaopinga. Na wao wakatafuta viongozi imara. Sasa viongozi imara wanakuja Yanga Afrika, hawafikirii wao kuifikisha Yanga kwenye nafasi za ranking. Hiyo ni uchungu wa Simba, ni kweli. Kwa sababu nachokuambia kitu kimoja, kama tujikumbushe nyuma. Kipindi Yanga iko na Manji, sawa? Simba walikuwa wanapata mauchungu. Na jinsi tunacheza mechi za CAF, walikuwa wanaziona hao jamaa wanakosea hapa. Simba walikuwa wanalitambua hilo. Na sisi engineer kaja kawaona kwamba Simba wanakosea hapa kufika finali. Akaja akapambana akafika finali. Ndio iko hivyo. Timu za Simba na Yanga kama unavyoambiwa kula na Doto huwa wanaangaliziana. Yaani huyu atamwangalia huyu, huyu atamwangalia huyu. Ndio iko hivyo. Haina kupisha. Sawa. Hivi mtu anakataa. Simba amefika robo finali mara ngapi? Mara 7, si ndivyo? Finali amefika mwaka gani? Si ndio mwaka huu? Yanga amefika robo finali mara ngapi? Si mara moja, mara ya pili. Mara ya kwanza robo finali anaenda finali. Mara ya pili robo finali.
Ina maana yeye engineer kaja na kitu kipya na wao wanakiiga hicho kitu cha kwenda finali. Ushafahamu? Kwa hiyo swala la kusema kwamba akichukua utaji kweli ataniumiza, hiyo hamna la kupinga, ila akiishia pale alipoishia kawaida tu, yani itakuwa kawaida. Wewe dua yako? Dua kwangu mimi, yani kiukweli haijawahi hata siku moja kutokea msiba wa mnyama kana mwanadamu kaenda kumwombea dua. Mnyama akifa unachukua unafukia tu. Wewe muombe dua mnyama? Ushawahi kumuona mnyama anaombewa dua? Mnyama haombewi dua. Mnyama akifa unachukua unafukia tu. Wewe uliona wapi mnyama anaombewa dua? Dua la kwangu mimi sasa namwombea Berkane. Naona Berkane linakuwa jina la Kiarabu lakini inaweza kuwa ni jina la kibinadamu. Berkane ashinde pale. Wao wakitoka nje sasa tunaingia kwa sababu uwanja tutawaacha wajae wao. Ila kile kipindi cha kufaishana madai na kukabidhiana kombe tutakuwa tunaingia sisi. Ndio tunaenda kujaza uwanja. Yaani tutakuwa nje ntiti ndani ntiti, mmoja kuingia free hiyo. Mimi nikushukuru. Asante sana.